Hii ni Uondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Lengo langu ni kuweza kuletea taarifa na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uondo TV, Uondo Michezoni. Kupitia kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Simba Sports Club, hususan Instagram, kuna maandishi ambayo yameandikwa hivi: timu ya kwanza nchini kufuzu mara 7 kwenye hatua ya makundi ya michuano ya CAF, yani ligi ya mabingwa Afrika na kombe la shirikisho Afrika. Kwangu mimi, to be honest, kwanza naweza nikasema kwamba nchi ya Tanzania kuingiza timu nne kwenye michuano ya kimataifa kwenye CAF Champions League ambao tunasema kwamba ni klabu bingwa barani Afrika, lakini pia CAF Confederation League Cup ambao tunasema kwamba ni kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza naweza nikasema kwamba ongezeko la wachezaji wa kigeni wanaweza kuwa moja kati ya sehemu ambayo wameweza kutengeneza maybe ile competition ambao watu wengi tulikuwa tunaamini kwamba inaweza ikawa moja kati ya tatu kubwa sasa msimu huu 2025-2026. Unaizungumzia klabu kama ya Simba Sports ambao mara 7 kwenye michuano ya kimataifa group stage, lakini pia unaizungumzia timu ya wananchi Young Africans Sports Club, mabingwa wa NBC Premier League mara 3 kwenye michuano ya kimataifa group stage, lakini pia unaizungumzia Azam Football Club mara 1 kuingia kwenye group stage, unaizungumzia Singida Black Stars mara 1 kuingia kwenye group stage ndani ya msimu 2025-2026. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ongezeko la wachezaji wa kigeni wanaweza kuwa moja kati ya sababu kubwa ambayo naweza nikazungumza. Nikianza na upande wa Simba Sports Club, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na over experience sasa huu ukanda wa Sekafa, lakini pia katika nchi ya Tanzania, kwa sababu unazungumzia wachezaji wa kigeni ambao wameweza kuipa nafasi kubwa sana klabu ya Simba kuweza kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwanza naweza nikamzungumzia goalkeeper wa Simba Musa Pini Kama, lakini pia lazima uangalie center back kwa Simba Sports Club, unamzungumzia mtu kama Lushan Diliuk, unamzungumzia mtu kama Chamo Kalabo, miongoni mwa wachezaji ambao wana over experience kwa michuano ya kimataifa. Lakini pia lazima uzungumzie kwenye eneo la kiungo, unamzungumzia mtu kama Kante, tunafahamu ule ubora ambao amekuwa nao, uwezo ambao amekuwa nao, lakini pia over experience kwa michuano ya kimataifa, I mean CAF Champions League, lakini pia CAF Confederation League Cup. Lakini pia lazima wazungumzie wachezaji ambao wameongezeka, lazima umzungumzie mtu kama Steven Desem kwa ambaye ana uwezo mkubwa, tunafahamu in terms of number, kuna vitu vingi sana ambavyo ameweza kuisaidia klabu ya Simba kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini angalia uwepo wa mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, mtu kama Jean Chalaua. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo wachezaji wa Simba wameweza kuisaidia klabu ya Simba kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ukizungumzia Young Africans Sports Club, tunafahamu wale wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, kwa sababu ni timu ambayo ina wachezaji wengi wa kigeni ambao bado unaona kwamba wanaipa kama positive impact katika upande wa Young Africans Sports Club. Angalia goalkeeper Diarra, goalkeeper namba 1 wa timu ya taifa ya Mali, goalkeeper namba 1 ya klabu ya Young Africans Sports Club. Angalia tunasema kwamba zile saving ambazo amekuwa anafanya kwa kiasi kubwa imeweza kuwa kama chachu kubwa ambayo naweza nikasema kwamba ameisaidia klabu ya Young Africans Sports Club. Lakini lazima uzungumzie mtu kama Shola Kiboka na wachezaji wengi ambao wapo ndani ya Young Africans Sports Club, wakina Pacome Zouzoua, mchango mkubwa ambao amekuwa anaonyesha, mtu kama AI Mohamed Doumbia pia ambao ameongezeka kwa kiasi kubwa. Wachezaji wengi ambao wana uwezo mkubwa ndani ya Young Africans Sports Club, kuna mchango mkubwa ambao wamekuwa naofanya. The same scenario kwa timu kama ya Singida Black Stars, ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, wachezaji ambao wanajua namna gani ambavyo wanaweza wakakompiti kwa kiasi kubwa na kuweza kuisaidia club kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano ni kama Triple C Mwamba wa Rusaka, Chama Kratos, unafahamu kwamba ni mchezaji ambaye ana over experience, kipindi yupo Simba Sports Club, kipindi yupo RS Berkane, amepita Zesco United, amepita Young Africans Sports Club, this time allowed tunazungumza yupo Singida Black Stars. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo naweza nikasema kwamba most valuable player Chama Kratos ni moja kati ya mchezaji ambaye ana over experience kwa michuano ya kimataifa, na yeye ni mchezaji ambaye anatokea taifa la Zambia. Lakini pia angalia uwepo wa mtu kama Aridi Aucho, tunafahamu ile of experience ambayo anayo, tunafahamu ile ubora ambao amekuwa anaonyesha kwa kiasi hicho. Wakina Rupia pia wachezaji ambao ni wa kigeni kwa kiasi kubwa ambao wapo ndani ya Singida Black Stars. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo naweza nikasema kwamba wachezaji wa kigeni wameweza kuleta kama ile deep competition kwa kiasi kubwa. Lakini pia katika upande wa Azam Football Club, lazima uzungumzie wale wachezaji wa kigeni. Angalia uwepo wa mtu kama Fofana, goalkeeper wa Azam Football Club. Angalia
mtu kama Sadio Kanuti kwenye eneo la midfield ambao ana uwezo mkubwa of experience pia ambao tumekuwa tunaizungumza kwa kiasi kubwa, lakini pia lazima uangalie wachezaji wengi sana ambao wamekuwa wanapatikana ndani ya Azam Football Club. Ni timu ambayo imekuwa na wachezaji wa kigeni ambao wanailetea ile positive impact kwa kiasi kubwa. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kwamba uwepo au ongezeko la wachezaji wa kigeni kwa kiasi kubwa kwenye vilabu vinne ambao vimefuzu kwenye michuano ya kimataifa kwenda kwenye group stage na kuweza kusaidia timu zao kuweza kuipeleka kwenye hatua ya makundi.